Kuna watu wana akili nzuri sana, wana uwezo mkubwa, wana ndoto kubwa, wana vipaji vya ajabu, lakini maisha yao hayaendi popote. Na kitu cha kuumiza ni kwamba sio kwamba hawajitahidi, tatizo ni kwamba akili yao tayari imeamini hawawezi kufika mbali. Labda hata wewe kuna vitu unatamani kufanya, lakini kila ukitaka kuanza kuna sauti ndani yako inakwambia hii sio ya watu kama wewe. Ukijaribu utafeli, utapoteza ulichonacho. Sasa ukiendelea kuishi hivyo, utaanza kujizuia mwenyewe bila hata kugundua. Sababu ukweli ni huu: umaskini hauanzi kwenye pesa, unaanzia kwenye akili. Leo nataka tuongee kuhusu kitu ambacho watu wengi hawakioni mapema: mawazo ya umaskini. Kwa sababu watu wengi wanafikiri umaskini ni kukosa pesa tu, lakini hawajui kwamba unaweza kuwa na uwezo mkubwa halafu maisha yako yakabaki pale pale kwa sababu ya namna unavyofikiria. Kitu kibaya zaidi ni kwamba baadhi ya maamuzi unayofanya kila siku yanaweza kuwa yanaharibu maisha yako ya baadaye kimya kimya bila wewe kugundua. Kwa hiyo kama umewahi kujihisi umekwama, umechoka au unaona maisha hayasogei licha ya kujaribu, video hii inaweza kufungua macho sana. Sasa karibu tuendelee. Watu wengi hawaishi maisha wanayoyatamani. Wanaishi maisha ya kujaribu tu, kusukuma siku ziende. Leo ipite, kesho ije. Na hilo ndio tatizo la kwanza la mawazo ya umaskini, na yanakuweka kwenye hali ya kuogopa maisha kila siku. Kwa sababu ukiizoea hali ya kuishi kwa hofu ya kukosa, utaanza kuona kila kitu kama ni hatari. Utaanza kuogopa kujaribu vitu vipya, na utaanza kuogopa kufanya maamuzi makubwa. Labda hata wewe kuna kitu unatamani kuanza, lakini kila siku unajiambia, subiri kwanza, si muda sahihi, nikifeli je? Na ukweli ni kwamba mara nyingi sio kwamba huwezi, ni kwamba unaogopa kupoteza kile kidogo ulichonacho. Na hiyo ndiyo kazi ya mawazo ya umaskini. Yanakuaminisha kwamba usalama wa muda mfupi ni bora kuliko maisha makubwa ya baadaye. Ndiyo maana watu wengi wanabaki sehemu moja kwa miaka mingi. Sio kwamba hawana uwezo, bali wanaogopa maumivu ya kushindwa. Sasa jiulize swali moja hili: ni mara ngapi umeahirisha maisha yako kwa sababu ya hofu? Ni mara ngapi umeua wazo lako mwenyewe kabla hata hujajaribu? Kuna kijana mmoja alikuwa anataka kuanza biashara ya kuuza bidhaa mtandaoni. Alikuwa na idea nzuri, alikuwa na uwezo wa kuongea na watu, hata marafiki zake walimwambia aanze. Lakini kila siku alikuwa anasema, subiri kwanza, nikishapata mtaji mkubwa ndio nitaanza. Nikifeli je? Miezi ikapita, hakufanya chochote. Mwaka ukaisha, bado alikuwa anafikiria tu. Halafu siku moja akaanza kuona watu waliokuwa na idea kama yake wakifanikiwa. Wengine wakaanza kupata wateja, wengine wakaanza kupiga hatua, wengine wakaanza kubadilisha maisha yao. Na hapo ndipo maumivu yalipoanza. Kwa sababu aligundua kitu kimoja: kilichomrudisha nyuma sio ukosefu wa uwezo, ni hofu. Na watu wengi hawagundui hili mapema. Kwa hiyo kama unataka maisha yako yabadilike, anza kujifunza kufanya maamuzi madogo madogo yanayokuogopesha. Anza kidogo, jifunze ujuzi mpya, jaribu kitu kipya, ongea mbele za watu. Anza hata kama hujajiamini 100%, kwa sababu
maisha hayawezi kubadilika ukiendelea kujificha kwenye usalama wa muda mfupi. Napo ndipo watu wengi huanza kupoteza miaka yao. Na baada ya muda, kuna kitu kingine kinaanza kutokea polepole. Ninaenda kukielezea kwenye kipengele kinachofuata. Baada ya muda, ukiendelea kuishi kwenye hofu, utaanza kubadilika ndani kwa ndani bila hata kujua. Utaanza kujidharau, na hii ndiyo sehemu hatari zaidi ya mawazo ya umaskini. Kwa sababu hayakuambii tu kwamba maisha ni magumu, yanakuambia kwamba wewe hustahili maisha mazuri. Labda hata wewe umewahi kufanya hivyo. Unaona nafasi nzuri, lakini hata hujaribu. Unaona watu wanafanikiwa, halafu ndani yako unasema, hao ni watu tofauti. Mimi siwezi kufika hapo. Bahati kama hiyo sio yangu. Na polepole unaanza kuamini kwamba mafanikio ni ya watu wengine. Ukweli mchungu ni kwamba ukijiona mdogo ndani yako, hata nafasi nzuri zikija utazitumia. Kwa sababu akili yako tayari imeamua kwamba huwezi. Na hapo ndipo watu wengi huanza kuharibu maisha yao kimya kimya. Sio kwa sababu dunia imewakataa, bali kwa sababu wao wenyewe tayari wamejikataa. Sasa jiulize swali hili. Ni ndoto gani umeziua mwenyewe kabla hata dunia haijazikataa? Kuna kijana mmoja alikuwa anajua sana kutengeneza matangazo kwa kutumia simu yake. Kazi zake zilikuwa nzuri kweli. Kila mtu aliyekuwa anaona kazi zake alikuwa anashangaa. Lakini kila aliposhauriwa aanze kufanya kazi kupitia mtandao, alikuwa anasema, ushindani mkubwa sana. Mimi siwezi kupata wateja. Watu kama sisi hatufiki huko. Miaka ikapita. Watu aliokuwa nao kiwango kimoja wakaanza kupiga hatua. Wengine wakaanza kupata wateja wa nje, wengine wakaanza kuingiza pesa nzuri, wengine wakaanza kusaidia familia zao. Lakini yeye bado alikuwa pale pale. Na kitu kibaya zaidi ni kwamba alikuwa anaamini dunia ndiyo haijampa nafasi, wakati ukweli ni kwamba hofu ndiyo ilimfungia ndani. Na watu wengi wako hivi. Wana vipaji, wana uwezo, wana ndoto, lakini hawaamini kama wanastahili mafanikio. Kwa hiyo kama unataka kubadilika, anza kubadilisha namna unavyojiongelea. Acha kujitukana mbele yako mwenyewe. Acha kujiambia huwezi kabla hata hujajaribu. Ukiona nafasi, jaribu. Ukiona fursa, usikimbie kwa sababu tu unaiogopa. Kwa sababu wakati mwingine adui mkuu wa maisha yako sio mazingira, ni sauti iliyo ndani yako. Sasa unapoendelea kujisemea kuwa huwezi, kuna tabia nyingine hatari sana inaanza kuingia kwenye maisha yako. Na hiyo ninaenda kuielezea kwenye kipengele kinachofuata. Ukikaa muda mrefu ukiamini maisha hayawezi kubadilika, unaanza kuchoka ndani kwa ndani. Na akili inapochoka huanza kutafuta kitu cha kusahaulisha maumivu. Ndio maana watu wengi wanaanza kupenda raha za haraka kuliko maisha yao ya baadaye. Labda hata wewe kuna kitu unafanya kila siku ili tu usifikirie hali halisi ya maisha yako. Kupitia simu kwa masaa mengi, kuangalia video mfululizo bila sababu, kubeti, kulala kupita kiasi, kukaa tu bila mwelekeo. Na shida ni kwamba vitu hivi vinakupa faraja ya muda mfupi, lakini havibadilishi maisha yako. Ukweli mchungu ni kwamba akili iliyokata tamaa hupenda starehe za haraka kuliko maendeleo ya muda mrefu. Ndio maana watu wengi wanajua kabisa wanachofanya kinawaharibu, lakini bado wanaendelea, kwa sababu ndani yao tayari wamechoka kuamini kwamba maisha yanaweza kubadilika. Sasa jiulize swali hili. Maisha yako yangekuwa wapi leo
kama ungewekeza hata saa moja kila siku kujijenga, saa moja tu kwa miezi 6 bila kupoteza muda ovyo, unafikiri ungekuwa bado mtu yule yule? Pengine kabisa usingekuwa hapo ulipo sasa hivi. Kuna watu leo wana vipaji vikubwa sana, lakini muda wao wote unaishia kwenye vitu vinavyowapunguzia nguvu. Asubuhi simu, mchana simu, usiku simu, lakini ndoto zao hazipewi hata dakika 30. Na mwisho wake miezi inaanza kupita, miaka inaanza kupita, lakini maisha hayasogei, kwa sababu raha ya muda mfupi huwa tamu mwanzo, lakini mwisho wake huwa mchungu sana. Kwa hiyo kama unataka maisha yako yabadilike, anza kujifunza kuchelewesha raha. Punguza muda wa kufanya vitu visivyokujenga. Tenga muda wa kujifunza, tenga muda wa kufikiria kesho yako, tenga muda wa kujijenga, kwa sababu kila unachokifanya kila siku kinajenga maisha yako ya baadaye. Na watu wengi hawagundui hili mpaka miaka yao imeenda. Lakini pamoja na hayo yote, kuna kitu kingine kinachowashikilia watu wengi sana. Ninaenda kukizungumzia kwenye kipengele kinachofuata. Lakini kuna kitu kingine ambacho kinaua ndoto za watu wengi sana: hofu ya watu. Watu wengi hawaishi maisha wanayoyataka. Wanaishi maisha ambayo yataonekana sawa mbele za watu, na hili ni gereza ambalo watu wengi hawalioni. Inawezekana hata wewe kuna kitu ulitaka kufanya, lakini ukaacha kwa sababu uliogopa watu watasemaje. Ulitaka kuanzisha biashara, ulitaka kuanzisha chaneli ya YouTube, ulitaka kubadilisha maisha yako, lakini ukaogopa kuchekwa, ukaogopa kuonekana tofauti, ukaogopa watu watakuonaje. Na ukweli mchungu ni kwamba watu wengi wanaruhusu maoni ya watu yaendeshe maisha yao, kwa sababu ndani yao kukubalika na watu kunaonekana muhimu kuliko furaha yao wenyewe. Ndio maana kuna watu wana ndoto kubwa sana, lakini wanaishi maisha madogo ili tu watu wasiwaongelee. Sasa jiulize swali hili: ni mara ngapi umezuia ndoto yako kwa sababu ya maneno ya watu? Kijana mmoja alikuwa anataka kuanza kutengeneza video mtandaoni. Alikuwa na idea nzuri sana, alikuwa anaweza kuzungumza vizuri. Kila mtu aliyekuwa karibu naye alikuwa anaona kabisa ana kipaji, lakini kila alipofikiria kuanza, alianza kuwaza, marafiki watanicheka, watu wataniona natafuta umaarufu, nitaonekana sina kazi. Kwa hiyo akaahirisha. Miaka 2 ikapita. Halafu siku moja akaanza kuona watu walioanza kipindi kile kile wakibadilisha maisha yao. Wengine wakaanza kupata pesa, wengine wakaanza kujulikana, wengine wakaanza kusaidia familia zao. Na hapo ndipo aliumia zaidi, kwa sababu aligundua kitu kimoja: kilichomrudisha nyuma sio ukosefu wa uwezo, ni hofu ya watu. Na ukweli ni kwamba watu unaowaogopa mara nyingi hata hawafikiri sana kuhusu wewe, lakini wewe unawapa nguvu ya kuamua maisha yako. Na hapo ndipo watu wengi hupoteza ndoto zao. Kwa hiyo kama unataka kubadilisha maisha yako, acha kuishi kwa kuomba ruhusa ya watu. Fanya kile unachoamini ni sahihi kwa maisha yako, kwa sababu mwisho wa siku watu hawataishi maisha yako kwa niaba yako. Na kama utaendelea kuogopa kuonekana tofauti, utaendelea kubaki sehemu ile ile. Lakini sasa swali kubwa ni hili: unatokaje sasa kwenye hali hii ili uweze kuboresha maisha yako? Ninaenda kuielezea kwenye kipengele kinachofuata. Kila kitu kinabadilika pale unapobadilisha namna unavyojiona, kwa sababu maisha yako yataishia pale ambapo akili yako inaamini
unaweza kufika. Ukijiona hustahili mafanikio, utaanza kuharibu nafasi zako mwenyewe. Ukijiona wa kawaida tu, utaogopa kujaribu vitu vikubwa. Lakini siku utakapoanza kuona uwezekano badala ya vikwazo, maamuzi yako yataanza kubadilika. Na hapo ndipo maisha yako yataanza kubadilika taratibu. Labda hata wewe umezoea kujiambia, mimi siwezi, nimechelewa, maisha yangu hayawezi kubadilika. Lakini ukweli ni kwamba hakuna maisha yanayobadilika kabla akili haijabadilika. Kwa sababu kila unachojiambia kila siku kinaanza kujenga maisha yako polepole. Ukijiona dhaifu, utaanza kuishi kama mtu dhaifu. Ukijiona huwezi, utaanza kukimbia fursa zako mwenyewe. Lakini ukianza kuamini kwamba unaweza kujifunza, unaweza kukua, unaweza kubadilika, taratibu utaanza kufanya maamuzi tofauti. Sasa jiulize swali hili muhimu. Huwa unajiongeleaje wewe mwenyewe kila siku? Kwa sababu watu wengi wanahitaji support kutoka kwa wengine, wakati wao wenyewe wanajiangusha kila siku kupitia maneno wanayojiambia. Kuna watu waliobadilisha maisha yao sio kwa sababu walikuwa na pesa nyingi, bali kwa sababu walibadilisha namna walivyojiona. Wakaanza kujiheshimu, wakaanza kuamini unaweza, wakaanza kuchukua hatua ndogo ndogo kila siku, na maisha yao yakaanza kubadilika. Sio kwa siku moja, sio kwa miujiza, bali kwa sababu akili yao ilianza kubadilika. Kwa hiyo, anza na vitu vidogo. Jifunze ujuzi mpya, badilisha mazingira yako, punguza watu wanaokurudisha nyuma, acha kujiongelea vibaya, na muhimu zaidi, acha kuamini kwamba maisha mazuri ni ya watu wengine tu. Kwa sababu huenda shida yako kubwa sio uwezo wako. Huenda shida yako kubwa ni akili iliyozoea kuishi chini ya uwezo wake. Sasa ninapokuwa nikaribia mwisho wa video hii, naomba niongee mambo haya machache. Mawazo ya umaskini sio tu kuhusu kukosa pesa. Ni namna unavyojiona, ni namna unavyofikiria, ni maamuzi unayoyafanya kila siku, ni hofu unazoruhusu zikuendeshe. Na ukibadilisha akili yako, utaanza kuona nafasi ambazo zamani hukuwa unaziona. Utaanza kujiona tofauti, utaanza kuishi tofauti, na pole pole maisha yako yataanza kubadilika. Kwa hiyo usikubali mazingira uliotoka yaishi ndani ya akili yako milele, kwa sababu unaweza kuwa umetokea sehemu ngumu, lakini hiyo haimaanishi maisha yako ya baadaye lazima yabaki kuwa ya chini. Na kumbuka kitu kimoja, watu wengi hawazuiliwi na ukosefu wa uwezo, wanazuiliwa na kile unachoamini kuhusu wao wenyewe. Kwa hiyo siku utakapoanza kubadilisha akili yako, ndipo maisha yako yataanza kubadilika kweli kweli. Sasa napokuwa nikifikia mwisho kabisa wa video hii, naomba nikuulize swali. Ni sehemu gani katika video hii imekugusa? Andika hapa chini, mimi nitakufuatilia ili tuendelee kujifunza zaidi. Na kama kuna mtu unajua anahitaji kusikia ujumbe huu, mtumie video hii. Pia jiunge kwenye familia hii kama unapenda mazungumzo ya kweli yanayokusaidia kukua kiakili, kihisia na kifedha. Asante sana, karibu tena katika video zinazofuata.